Kwa majina naitwa Agnet Christopher Shirima, ni mkazi wa Bunju, ni mama wa watoto 4. Mimi nimefika kushiriki kwenye kampeni ya msaada wa kisheria wa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Nimefika hapa kwa ajili ya kuwasikiliza mawakili walioko kwenye tume hii iliyoundwa na Mama Samia ya kuweza kutufikia sisi wa Tanzania kuweza kutoa shida zetu mbalimbali tulizonazo. Kwa upande wangu mimi nimekuwa na changamoto ya ndoa ya miaka mingi, na baada ya kuwa changamoto hii imefika mahali ambako binafsi nashindwa kuimudu, niliposikia kampeni hii iko mtaani kwetu, basi nikaona ni vyema nije niweze kuwasikiliza wanasheria walioko kwenye hii tume. Nashukuru Mungu nimefika na nimeweza kuhudumiwa na wanasheria hawa, na kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, wamenielekeza hatua mbalimbali za kufuatilia na nimepata faraja kubwa, na hata leo nitapata usingizi. Kwa wale watu wazima wenye ndoa wanaelewa na maanisha nini unapokuwa kwenye migogoro ya ndoa. Kiafya unakuwa una amani, una furaha, una faraja. Kwa hiyo ni moja ya hatua kwangu ya kuona kwamba mama aliliwaza hili na kuona ni changamoto ambayo iko kwenye nchi yetu kuweza kutufikia na kuweza kutusaidia. Kwa hiyo mimi leo nimemshukuru Mungu, nimesaidiwa, na wasi wengine ambao hawajui kwamba kuna kampeni hii, mjitokeze, msijifungie ndani, kae ndani ukalia. Mshukuru Mungu, toka nje, onana na watu wenye ujuzi. Usisikilize habari za watu ambao hawajui habari za kisheria. Njoo kwa Mama Samia huku, hawahudumii tu ndoa, uzuri mmoja. Nimefika hapa, kuna huduma nyingi ambazo wanapambana nazo. Kuna mambo ya ardhi, wako wanasheria, kuna mambo ya mirathi, wako wanasheria, kuna mambo ya NIDA, mambo ya RITA, yanayohusu mambo ya vyeti vya kuzaliwa, ndoa ambazo watu wameishi miaka hiyo hawana vyeti, ndoa kwa mfano ndoa za kimila, kuna watu hawajui kama ndoa za kimila kunapaswa kuwe na vyeti. Kwa hiyo ukija hapa unapata ufafanuzi mwafaka. Acha kusikiliza redio mbao za mtaani, njoo huku uhudumiwe. Hii kampeni imetambaa ni nchi nzima, sio ya mtu mmoja, na wala haina malipo, ni bure. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, kina baba, wako kina baba wenye matatizo ya ndoa pia, sio kina mama tu. Njoo huku usikilizwe, usione aibu. Kina mama, njoni. Hii kampeni ya kisheria ya Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, binafsi nilisikia kwenye taarifa ya habari ikiwa inazinduliwa. Kwa hiyo nikawa naendelea kufuatilia taratibu, nikafanya utafiti wangu binafsi mpaka nikafika kwa mkuu anayeshughulikia wilaya ya Kinondoni. Nikaonana naye, akawa ameanza kunihudumia tangu kule, na sasa leo wakawa wako karibu na ninapoishi. Nikaona ni vyema niendelee na mchakato huu, na swala langu hili ambalo nalishughulikia nilishalifikisha kwenye ngazi mbalimbali za kanisa, ustawi wa jamii,
wazee wa familia, wasimamizi wetu wa ndoa, kwa sababu ndoa yangu ni ya Kikatoliki, kanisa Katoliki. Kwa hiyo nilishahudumiwa kwenye ngazi mbalimbali na bado michakato hiyo inaendelea. Lakini kwa vile ni kitu ambacho naona kinaelemea moyo wangu, natamani kiishe, kifike mwisho, nikaona bado yawezekana, kwa vile ni mkuu wa nchi ametoa hii huduma, nifike, pengine kinaweza kikawezeshwa kwa haraka zaidi. Ndipo ambapo nikaona ni vyema nifike pia kuongea, sio kubaya. Kwa hiyo nimekuja, bado naendelea kuona nafunguka kupata mwanga zaidi. Kwa majina naitwa Martina Nicola Lazaro, natokea chama cha mawakili wa Tanganyika ambao tunaitwa TLS. Nashukuru kwa hii huduma ya Mama Samia Legal Aid ambayo kwa leo tuko hapa wilaya ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam. Na kwa kifupi, hii huduma ya Mama Samia Legal Aid imefanyika kwa mikoa yote 26 hapa Tanzania, na huu mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa wa mwisho katika mikoa 26. Kwa hiyo na hapa Dar es Salaam imefanyika wilaya zote 5. Na kwa sisi hapa tuko wilaya Kinondoni, na leo ni siku ya pili kutoa hii huduma ya kisheria. Na leo tuko kwenye kata ya Mwabepande ambao wenyeji wa hapa wameitikia mwitikio mzuri, wamefurahia hii huduma ya Mama Samia Legal Aid kwa kuwa wengi walikuwa wanakaa na shida nyingi sana bila kupatiwa ufafanuzi na utatuzi, bila kujua wanapeleka wapi shida zao. Lakini kwa huduma hii ya Mama Samia Legal Aid ambao tunaitoa mawakili kupitia chama chetu kwenye ile sheria yetu ya TLS ambayo iko kwenye sheria ya kutoa huduma ya msaada wa kisheria, iko kwenye section 4 ambayo kila siku rais wetu Mwambukusi anaisemea ili wananchi wapate hiyo huduma ya msaada wa kisheria. Kwa hivyo tuko hapa na wananchi ambao wote wanahitaji hii huduma. Tunapatikana hapa wilaya Kinondoni kwa siku 5 ambayo leo ni siku ya pili. Tunawakaribisha wote wenye changamoto ya ardhi, ya ndoa, ya mirathi, pamoja na wale wote wanaofanyia ukatili wa kijinsia. Tunawakaribisha wote ili mpate kunufaika na hii huduma ya Mama Samia Legal Aid. Kwa kweli changamoto kubwa ambayo tumekutana nayo ni changamoto ya ardhi. Ardhi, watu wana changamoto sana, wengi wamepatiwa double allocation, wengi wana migogoro ya mipaka, wengi hawajui wanapeleka wapi migogoro yao, kwa maana wengi hawana hii elimu ya sheria. Kwa hivyo tulivyofika hapa wamepata hiyo huduma, na kwa sababu tunaendelea kuitoa wamefurahia sana, na wengine wanatamani hata kuongezewa siku.